Mkikataa kushika vizuri mtaenda na chini. Mungu akufunge wewe dada. Nenda ni wote hivi. Mfunge kabisa kwanza. Si kurusha, nasema kufunga. Hapa mgoni masaji. Jina lake ni Ayubu, aliyekuwa mnyofu wa moyo, aliyemcha Mungu na aliyeacha uovu. Kwa hivyo utangulizi wa Ayubu ni mtu ambaye ni mkamilifu sana mbele za Bwana. Lakini maishani anapoendelea kukua, anafika mahali anateremka katika kiwango cha maisha. Watoto wake wote wanamuondokea, mali na utajiri aliyokuwa nao unamuondokea. Lakini kifungu cha 19 mstari wa 14 anafika mahali anaanza kusema ya kwamba wale watu wa nyumba yangu niliowaamini sana wamenigeuka. Amen. Maana yake wakaanza kuona Ayubu si kitu, wakaanza kumzoea, wakaona huyu si yule Ayubu aliyeamka asubuhi akaenda hekaluni akaomba na akatoa dhabihu kwa ajili ya wana wake. Amen. Na atasema katika mstari wa 15, mstari wa 15 akasema, they that dwell in my house and my maids count me a stranger, I am an ally in their sight. Hata wale wajakazi walioajiriwa, akafika mahali akazoewa mpaka na watumishi wa nyumba, akawa hata wanaomtumikia, wanaoleta maji, wanaoleta kikombe cha maji baridi katika meza yake, wanaofua manguo, wanaopika chakula, wanaofanya kazi ya kupalilia maua, akawa anawaita lakini hawamuitiki, maana wameshazoea. Roho ya mazoea ni hatari sana. Unapokuwa na roho ya mazoea unafunga mbingu zako. Akafika mahali akasema, hata rafiki yangu aliyenizoea, rafiki yangu aliyekuwa wa karibu pia naye amenitoroka. Akasema, nao watoto ninapowaita wananidharau. Ina maana kwamba ni mtu wa Mungu aliyetiwa mafuta, lakini amefika kiwango cha maisha, roho ya mazoea ikapata waliokuwa karibu naye. Amen. Mungu aliponipatia ujumbe huu nikamuuliza kwa nini? Mungu akaniambia kwamba kuna roho imetembea katika kanisa la Yesu Kristo ya mazoea, roho ya uzoefu. Tunapokuja maombi tunakuja na uzoefu, tunapokuja kwa madhabahu tunakuja na uzoefu, tunaposikia neno tunasikia kwa uzoefu. Na nikawa ninaangalia ni nini madhara ya roho ya mazoea. Nikaangalia, nikapata kitu cha kwanza kinachozaliwa na roho ya mazoea. Kitu cha kwanza, it breeds a wall of interest to access divine wells. Roho ya mazoea huleta kizuizi cha kufikia visima vya kiungu. Haleluya. Kila mtumishi wa Mungu unayemuona amebeba vitu vya kiungu. Hakuna mtu wa Mungu aliye mtupu. Hata wale wanatembea na miguu, hata wale ambao hawana mavazi mazuri, hata wale ambao hawana elimu ya kutosha na wamepakwa mafuta na Mungu, hakuna chombo cha Mungu kilichotupu. Awe mwanamke awe mwanaume, watumishi wa Mungu ni vyombo vya kiroho vinavyobeba mambo ya Mungu ndani yao. Amen. Wakati ule unaangalia mtumishi wa Mungu na unamchukulia kama mtu wa kawaida, umekosa njia. Maana mtumishi wa Mungu ni chombo kilichobeba mambo ya kiungu. Amen. Ni chombo cha udongo, kinaweza pasuka, lakini ndani yake Bwana ameficha mambo makubwa. Ni chombo cha udongo, lakini ndani yake kuna siri zimefichwa ndani yake. Maandiko yanasema kwamba Ayubu akaangalia hata watu wa nyumba yake, akaangalia hata mke wake, za magari, wamebeba title deed za mashamba. Watumishi wa Mungu ni visima vya Mungu. Amen. Wakati ule unakuja kwangu unasema, pastor, amini pamoja nami, ninamwamini Bwana niende ng'ambo kwa masomo. Unataka kuamini kupitia kwa mtumishi wa Mungu ya kwamba atakapotamka neno litatoka kwenye kisima cha uzima, na hiyo neno lina uwezo wa kupeleka mbali. Kwa hivyo hatari ya kwanza
ya roho ya mazoea inakuzuilia usifikie visima vya kiungu ambavyo Bwana ameviinua vikusaidia. Na nataka nikwambia hakuna chombo kiko tupu. Every vessel, there is no empty vessel. Hallelujah. Amen. Na vitu vingine ambavyo tunavipenda vimehifadhiwa ndani ya vyombo ambavyo sura yake hatupendi. Sijui kama nimesikika. Vitu vingine vya dhamana ambavyo tunataka tuvitumie vimehifadhiwa katika vyombo ambavyo sura yake hatutaki kuona. Mafuta upika mboga lakini yamewekwa katika kimgeleni cha plastiki. Spirit ukijikata itakuwa germs lakini imewekwa katika chupa, pengine hutapenda rangi yake. Ukidharau sura ya chombo utakosa kilicho ndani ya chombo. Na hiyo ndivyo anavyosema kwamba ukiwa na roho ya mazoea hata kwa madhabahu, ukiwa na roho ya uzoefu, kuna vitu ambavyo vitakupita wala havistahili kukupita. Na mimi nataka unisikize vizuri. Yule jamaa aliyokuwa katika mlango uitao Mzuri katika kitabu cha Matendo ya Mitume alikaa katika mlango ule miaka zaidi ya 40 kulingana na kitabu cha Matendo ya Mitume kifungu cha 4 mstari wa 22. Alikaa pale more than 40 years. Mlango ni mzuri lakini hamsaidii. Manabii wanaingia na upako, wanaingia na uwezo na miujiza lakini asaidiki. Nataka tupigie makofi mazuri. Lakini wakati ule alitambua, akasema lazima nibadilishe mazingira. Nitawadharau hawa watu mpaka lini? Nitawachukulia kama watu wa kawaida kama lini? Maandiko yanasema alipowaona akawaangalia akitarajia kupata kitu kutoka kwao, akabadilisha mtazamo wao na roho ya mazoefu akaiua. Hapo ndipo Petro alimwambia, look at us, tuangalie. Fedha na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho kwa jina la Yesu wa Nazareti, simama na utembee. Leo hii na mchana wa leo ninakuomba upambane na roho ya mazoea. Mchungaji anakuambia barikiwa, chukua hiyo neno na uzito, kimbia nalo, tafuta siku 2-3 funga, useme nabii wa Bwana alisema nibarikiwe. Sichukuli kama kawaida. Kama kuna wachawi mnanilaani, Mungu ameshanena nimebarikiwa. Ikiwa kuna mashimo nimechimbiwa, yafundikwa, maana Bwana amesema nibarikiwa. Na alichokibariki Bwana hakuna wezaye kukilaani. Na ikiwa Mungu yupande yetu, ni nani ataweza kutupinga? Ayubu akadharauliwa na watu kwa kitovu chake. Kisa na maana walimzoea, walimchukulia mzee wa kawaida, watoto wakamwita baba wa kawaida, mke wake akamwita mume wa kawaida, marafiki wakamwita rafiki wa kawaida. Wakakosa kuchukua visima vya uhai vilivyokuwa ndani ya Ayubu. Mafuta ya Mungu na uchukulie neno la Bwana bila mazoea, kuna kitu kinazaliwa. Ukidharau chombo kwa sababu ya sura yake, utakosa kilicho ndani ya chombo. Huyu ndugu aliyekuwa katika mlango uitao Mzuri akabadilisha mtazamo wake wa sikio la pili. Akasema, ni kweli hao watu nimekuwa nikiwaona, lakini leo ninawaona kwa mtazamo mpya. Siku ile utachukulia Wadi Power Church kama kanisa na sio CEO, utaona Mungu. Nimesema nini? Siku ile utachukulia kanisa la Bwana kama sio CEO, au utaichukulia kama CEO Christian Union, mahali pa gathering tu na usikie neno na uende. Ukipachukulia mahali pa ibada na mahali ambako Mungu amekuchagulia na amepaweka jina lake, utainuka. Ukidharau hii madhabahu utadharauliwa. Ukipinga hii madhabahu utapingwa. Ukichukia, Mungu atainua watu wakuchukie. Maadui watakushinda vitani. Hata kama uko juu utateremka mpaka chini, maana umedharau kilichowekezwa kwa ajili ya kuinuliwa kwako. Ukijua kwamba chombo kile, ijapokuwa sipendi sura yake, lakini mtaani kuna
na madini, maisha yako yatabadilika. Ukija kanisani na useme I know, nikiingia tunaniinua mikono, waimbaji wakianza kuimba, Mungu atanitembelea, hapo utakutana na nguvu za Bwana. Ukisema ninajua ya kwamba Mungu anaishi katika haya madhabahu na katika mlima huu, kuna sauti itakayonena nibadilishe maisha, na uje bila mazoea. Mhubiri akisimama au hujamzoea, mwimbaji akisimama au hujamzoea, utaona mambo hujawahi ona maishani. Maana kama kuna kitu kibaya ni roho ya mazoea. Hebu geukia aliye karibu, mwambie hatari ya roho ya mazoea itakuzuilia kufikia visima vyako. Na wewe mama, mzee akikukuza anataka kusalimia na kuonyesha mapenzi, acha kurusha mikono. Wengine ukawakuza hivi kama ni karibu, wacha kurusha miguu. Haleluya! Wacha kutupa mateki. Tulia, badilisha hali ya maisha. Haleluya! Mazoea ni mabaya sana. Amen. Hata tishu za choo zinabadilishangwa. Sio kila wakati ni white. Wakati mwingine unapata ingine ya blue, unapata ingine ya purple. Hata matumbo yalipokuwa kiuma yanatoroka, hiyo shida inapona. Maana umebadilisha mazingira. Bwana asifiwe. Leo hii tubadilishe mazingira na mawazo, tuachane na roho ya kuzoea vitu. Umezoea kanisa, umezoea mchungaji, hata upako wa mchungaji huwezi kukuponya homa, maana umemzoea mpaka hata kuna kitu kinaweza toka kwake kikuguze. Hiyo ni hatari ya kwanza, kuzoea. Mimi nimekataa mazoea. Mimi hakuna mshirika hapa nataka nimzoee. Nilisikiza mhubiri mmoja akasema, mimi sitaki kuzoewa na mtu. Ukifikiria umenijua, ninabadilisha rangi kama kinyonga. Uliniacha na rangi ya majani mabichi, sasa ninaingia na napata rangi nyingine ya samawati. Bwana asifiwe. Badilisha mtazamo, usijulikane tu kwa rangi moja. Kwa ndugu ambaye hauna roho ya mazoea. Mungu akisema tuanguke chini, tunaanguka. Mungu akinena na wewe, toa title deed. Kama vile yule ndugu anaitwa Joseph alivyotoa na akasapoti kazi ya Mungu, unatoa. Mungu akisema mshahara wako wote upeleke katika umishonari, unatuma mtumishi wa Bwana unapoenda kufanya kazi kule nje, unasema crusade ya mwezi ujao ni mimi nitakayosponsor. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie Bwana Yesu makofi. Roho ya mazoea. Amen. Sikiza vizuri. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, kifungu kile cha 19 mstari wa 8, unapata kwamba Yehoshafati alipotoka vitani na aliposhinda, baada ya Mungu kumkomboa kutokana na maadui wa Syria, alienda akaweka mipangilio katika nyumba ya Bwana, na akasema fulani ndiye atakayekuwa kuhani, atakayesimamia masuala yote ya nyumba ya Bwana, na wengine wakawekwa makuhani wa kusimamia masuala ya nyumba ya mfalme. Kwa hivyo nataka niseme, waliowekwa kwa ajili ya kusimamia masuala ya Mungu kwa ajili yako, usiwazoee. Ukilizoea hata nikuombee, hakuna pepo itatoka. Lakini nitatoka hapa niende mahali pengine, hata kabla sijaomba nguvu za Mungu zimeshuka. Jana mahali tulikuwa tunaenda kuomba, ni nyumba kubwa sana, na tulipoanza maombi tu, binti moja kaja akasema, mimi niko na hitaji. Umwekelee tu mikono. Nikiwa na mchungaji nilikuwa naye, nguvu za Mungu zilishuka, akaanza kuongea na ndimi. Baadaye akaanza kucheka, baadaye akaanza kuimba nyimbo za kuabudu. Akasema tuachane na hiyo kwanza, mbalizane na Mungu Baba. Haleluya. Kwa nini? Alikuja bila kuzoea, alikuja na upya wa moyo, alikuja na matarajio. Alisema najua kama yule mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu, nikigusa mavazi yake ninajua ugonjwa wa kutokwa na damu utasimama ghafla binvu. Papo hapo. Asante Yesu. Kitu cha pili ambacho ni hatari kubwa sana ya roho ya mazoea, familiarity spirit. Familiarity spirit limits your belief, limit kupanuka kimaisha. Hakuna amen. Mungu akawaambia mkishamtii yeye
mkimsikia yeye na sauti yake. Mungu alituma malaika. Ukiangalia hii neno la malaika katika tafsiri nyingine inamaanisha msimamizi wa kanisa. Ukisoma katika kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana kifungu cha kwanza na cha pili na cha tatu, inazungumzia makanisa 7 ya Asia. Na katika makanisa hayo Mungu alikuwa anasema kwa kanisa la Thiatira, kwa kanisa la Pergamos, kwa kanisa la Laodikia, kwa kanisa lililo mahali Thiatira, andika mambo haya kwa malaika anayeongoza hilo kanisa. Maana ya kanisa ni malaika wa kanisa ni kiongozi aliyepewa nguvu na aliyepewa neema ya kuongoza pale. Kwa njia nyingine ni wachungaji ama wasimamizi. Nataka niseme kwamba mtu asiye na msimamizi wa kiroho anafanana na mji mkubwa usio na ukuta wa ulinzi. Mtu asiye na msimamizi wa kiroho anafanana na mji mzuri lakini hauna ukuta wa ulinzi. Wakati wowote mji huo unaweza kuvamiwa. Wakati wowote maadui wanaweza kuvunja njia wakaingia. Maana ni mji mzuri sana lakini hauna ukuta wa kizuizi. Wakati ule haujatii sauti ya mchungaji anayekulinda kimaisha, yule mchungaji amewekwa kwa ajili ya maisha yako. Maana Mungu hawezi akatuma wanyama waje watuhubirie. Mungu atatuma watu. Na Mungu akawaambia wana wa Israeli, ninajua malaika anayewaongoza atawapeleka vizuri mahali nilipowaagiza. Lazima uwe tayari kutembea hatua katika ndoto na maono yako na mchungaji wako, hatua kwa hatua, mpaka siku ile utaona ukamilifu. Ukitembea peke yako utaonekana kwa sasa una ufanisi na una ushindi, lakini mwishowe utaona kuna hatari ya kutembea bila kuhani katika maisha. Maandiko yanasema kuna mahali watu wa Israeli walitembea bila kuhani wa kweli, na walitembea bila Mungu wa kweli, na hawakuwa na kuhani afundishao. Kwa hivyo lazima uwe na kuhani ambaye anaweza kukukumbusha sheria za Bwana wakati ule umeteremka, wakati ule umetoka katika imani, wakati ule umeanguka katika dhambi, wakati ule kiburi kimemea ndani ya maisha yako. Lazima pawe na kuhani anayenena na maisha yako, na kama hakuna utaanguka, na kuanguka hakutakuwa kudogo, utakuwa na kishindo, maana umetembea peke yako. Hakuna amen. Amen. Ukitembea peke yako, majaribu ni mengi sana. Ukitembea bila mtu anaweza kukemea, hakuna mtu anaweza kukuambia, hakuna authority. You are above Levites and priests of the Lord. Amen. You are doomed to destruction. Lakini ukinyenyekea na useme sitafanya kitu chochote bila mkono wa Bwana kuingilia, sitafanya kitu chochote, kama vile wafalme hawangeweza kwenda katika vita ikiwa nabii wa Mungu atawaambia endeni. Amen. Sifiwe Yesu. Amen. Mfalme yeyote aliyemjua Mungu, aliyemcha Mungu wa Israeli, hakwenda vitani kama nabii wa Mungu hajasema endeni. Akisema msiende, hawakwenda. Akisema endeni na Bwana awe nanyi, walienda na walishinda. Au sauti yake. Na kitu kingine, msimkasirishe, maana atawasamehe. Mungu alijua wana wa Israeli wana shingo ngumu. Alijua ni watu wa kunung'unika. Ndugu yangu, ukiwa mtu wa kunung'unika kila wakati, hakuna mahali utaenda. Mtu wa hakuna mahali unaweza enda. Roho ya manung'uniko itakuzuilia kuingia katika hatima yako. Maandiko yanasema hata waliomnung'unikia Mungu hawakuingia Kanaani. Wote waliliwa na nyoka wa sumu kule jangwani. Ukizoea madhabahu, uzoea watumishi. Neno likihubiriwa unasema najua ni mimi ninatakiwa. Najua pastor ni mimi analenga, pastor ni mimi anapiga. Kwa nini roho yako inakuonyesha unapigwa na pastor? Kwa nini roho yako inakuonyesha unatakiwa? Inamaanisha maisha yako hayako sawa na Mungu. Amen.
anayejua sauti ya Mungu akisikia anashukuru Mungu, anasema asante kwa hiyo neno Baba, umeniokoa Baba, umenionya, kwa ajili ya neno lako litaishi, neno lako ni taa ya miguu yangu. Walio na hekima wanapenda neno la Bwana, lakini walio pande upinzani ya neno la Bwana na ukweli wa neno la Bwana watapinga kila sauti itokayo kinywani cha Bwana. Ukimpinga Mungu naye atakupinga, maana Biblia inasema mtafuteni Mungu naye ataonekana kwenu. Kwa hivyo nataka niseme kwamba kama hutamtafuta basi hataonekana. Ama ndipo kuna maandiko mengine yanasema ninawapenda wanipendao. Huo ni Mungu. Ninawapenda wanipendao. Anasifiwe. Amen. Kwa hivyo leo hii nataka roho ya mazoea uitoe. Ukiniona tu usione mchungaji wa kawaida. Ukiona waimbaji wakiimba usiseme ni nyimbo za kawaida. Unadharau mpaka waimbaji wako. Bwana sifiwe. Unadharau mpaka viongozi walioinuliwa kukusimamia. Unawaona tu huyu ni mama wa kawaida ameniongoza. Huyu tu ni kiongozi wa kawaida. Huyu tu ni mzee wa kawaida. Na ndipo anasema kwamba Mungu akawaonya na mapema akawaambia, malaika wangu nitakayowainulia usimkasirishe. Wakati mwingine tunakasirisha hata watumishi walio katika madhabahu. Tunafanya vitu tunakasirisha hata wanaotuongoza. Anaweza kataa kukuambia, lakini akikasirika hawezi akakuombea. Lakini akiwa na amani atakuwa na furaha ya kukuombea. Bwana sifiwe. Wakati ule mchungaji umemfurahisha, umesimama na yeye, umemsupport kwa maombi, umemtia moyo, maana ni mtu kama wewe, lakini ndani yake kuna kitu kisicho cha kawaida. Wakati ule umemtia moyo kuhani wa Bwana, naye anapata amani ya kutamkia baraka. Moyo ulio na hasira na moyo uliochafuka hauwezi ukatoa maneno ya baraka. Sikiza nikwambie kitu. Yakobo aliambia Esau, enda msituni ukawinde, uniletee nyama nitengenezee supu nile chakula nikipendacho, ili moyo wangu ufurahie na nikubariki. Mungu aliambia wana wa Israeli, msikasirishe malaika ninayewapea. Amen. Amen. Malaika wako yule Bwana amemwinua kama mchungaji wako, akulinde kiroho, akuonyeshe njia za Bwana, akukemee, akutia moyo, akuombee, akuponye, na tembea na wewe wakati ule unalia, akwambie Bwana anaweza hata katika hali hii. Amen. Lakini ukitembea peke yako bila mwavuli wa kiroho, haijalishi mahali huko, hata kama uko kule kwa mawingu, hata shetani alitoka mbinguni na Mungu. The fact that tumetembea na mchungaji na tumekaa mahali tumekunywa chai haimaanishi kwamba tumetashana viwango vya neema. The fact kwamba mchungaji amekubali kuingia kwa nyumba yangu na amekula ugali na sukuma na nyama haimaanishi amekuwa mtu wa kawaida. Amen. Amen. Uzuri sijaenda kwa mtu nikakula ugali na sukuma. Amen. Usikuwa wale watu ambao wanachukua watumishi wa Mungu kawaida. Leo hiyo ndio topic yangu, nasibadilishi. Unazoea mtu wa Mungu hata akisimama kuhubiri, yaani hata moyo wako uko tayari kupokea. Wanasifiwa. Amen. Lakini wakati ule utapokea mtumishi wa Mungu kwa imani na umwamini na useme huyu ndiye Bwana aliyemtilia mafuta kwa ajili yangu, your life will change. Kuna vita hautapigana tena. Kuna sauti hautazisikia tena. Kuna mawimbi na dhoruba zitanyamaza milele mpaka Yesu atakaporudi. Amen. 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 The fact kwamba unaweza kuwa na pesa zaidi ya mchungaji haimaanishi hana Mungu. Tusikizane vizuri. Hallelujah. The fact unaweza kuwa umeenda hatua katika maisha haimaanishi udharau mtu wa Mungu, mchukulie tu kama karatasi. Yaani unamwangalia tu na mwasio. Unasema nitafanya kitu technically, nione venye kutaenda. I want to tell you, usizoee mafuta. Mafuta yana kazi mbili. Mafuta yanaweza pika mandazi na mandazi yawe matamu na yaliwe, lakini yale mafuta bado yakibakia pale yana moto, lakini ukiangalia yanakaa yametulia. Lakini ukiweka mikono yako kwa maji
na urushia mafuta yamepika mandazi hivi. Shwa! Yanachemukanga. Kwa hivyo tulinde mafuta. Wanasifiwa. Ninawasaidia. Maana watu wamezoea wachungaji sana. Mpaka hata watu kabla hujakula lazima wasengenya mchungaji fulani. Hata kama si mimi, lazima kinywa chako kitaje mtu wa Mungu mahali. Hata wale ambao wanatajwa kwa TV, achana na wao. Mungu ndiye aliyewaita. Atawaua, atawapiga kwa upanga, atahukumu kwa njia zake. Maana hata wapige na ushindane na wao, kiwango kile wako cha kiroho na cha maisha hujafikia. Pambana na hali yako kwanza. Ni kubaya. Haleluya! Roho ya mazoea achana nayo. Ndugu anastahili kuomba na ndugu na muujiza ufanyike. Lakini tumezoeana. Dada anastahili kusimama hapa na bariki kanisa, lakini watu wamezoea. Nikisema ndugu fulani njoo hubiri, watu watamzoea, wanaona si ni yule. Si ni yule tunachekanga naye. Kucheka kumaanisha baba santa la damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Usafisha kabisa. Sote tutulie kanisani. Asha ndani ya watu wote wa ndani. Na watu simame. Ombeni, wazeni maombi. Kila mtu aanze kuomba. Tuanze kuomba. Funga macho yako. Tufunge macho. Kila mtu aanze maombi. Katika jina la Yesu. Ninachilia uwezo wako Jehova, ninachilia nguvu zako Bwana, ninachilia neema yako, ninachilia uwezo wako, ninachilia nguvu zako Jehova, katika jina la Yesu. Ninashata rabagata rababasa, rabagata rababasa, rabagata rababasa, rabababashata. Nina neema Roho. Sasa tunyoshe mikono yetu. Wale tuko kule nyuma, tunyoshe mikono yetu. Wale tuko hapa mbele, nyoshe mikono yenu kuomba. Sikiliza. Watu wanyoshe mikono yao, wale wako hapa mbele. Ninataka uinue mikono yako juu. Nasema inua mikono juu, ufunge macho. Ninataka tuitane Yesu mara 7. Tutaitana Jesus 7 times. Na mara ya 7 nguvu za Mungu zitashuka. Mara ya 7 uwezo wa Bwana utashuka mahali hapa. Wale mko nyuma ya watu mkuwe makini. Wale tumekaa kule chini usichukulie kawaida. Kama umekaa chini simama katika jina la Yesu. Ninataka tuanze. Ninaposema Jesus, kanisa lote tuseme Jesus. Nisema mara ya kwanza tuseme Jesus. Na microphone zile ziko kelele zizimwe. Ninataka tuitane Jesus. Wale mko hapa mbele, inua mikono yako. Hiyo microphone iko hiyo kelele izime. Tukiwa tuinua mikono yetu juu. Wale mko hapa mbele na kanisa nzima tuinue mikono na funge macho. Nguvu za Mungu ziko hapa. Baba, katika jina la Yesu, wewe umeniteua kama kuhani katika haya madhabahu. Mahali hapa nimesimama, moto unawaka. Mahali hapa nimesimama, nguvu zinashuka. Magonjwa yaliyo na tiba na yasiyo na tiba yanapona katika jina la Yesu. Magonjwa ya laana, magonjwa yanayotumwa na mishale ya maadui, magonjwa ya kujileta, magonjwa ya
kupitia kwa chakula, magonjwa yanayoingia kupitia kutambukiwa, katika jina la Yesu. Ninataka tuitane Jesus. Moja, Jesus. Mara ya pili, Jesus. Mara ya tatu, Jesus. Mara ya nne, Jesus. Mara ya tano, Jesus. Mara ya sita, Jesus. Mara ya mwisho ya saba, Jesus. Receive in the name of the Lord. Pokea uponyaji na ukombozi. Fungua maisha yake, fungua na mwondoke katika jina la Yesu. Ninang'oa kila misingi. Simama nyuma yake, simama nyuma yake. Nang'oa kila misingi, nang'oa kila misingi. Vunjika, 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 vunjika. Ondoka, fungua, fungua maisha yake. Go, go, out of this body, out of the body, out of this body, out of loose every satanic power. Kila roho, kila maroho, kila madhabahu ya wachawi yavunjike kwa jina la Yesu. Nguvu za mizimu zivunjike katika jina la Yesu. Ukombozi, ukombozi, fungua, enda, go, out of loose, loose alive. Funika huyo, loose, afunikwe mara moja. Loose, loose, go, enda, enda, go, 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 loose, out of loose, come out, go, fungua, 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 wasongeza wa fungua, loose, come out of our body, fungua, fire, Holy Ghost 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 fire. Kila madhabahu, kila maroho yanayopigana nawe, kila maroho yanayopigana na maisha yako, na yavunja, na yavunja, na yavunja. Fungua, fungua, once and for all. Kamata moto, kamata moto na wende, kamata moto na wende. Kila mauchawi, roho ya mateso, roho ya mangaiko, kila magonjwa, ondoka, ondoka, ondoka na wende. Kamata moto, kamata moto. Fire, fire, Holy Ghost 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 fire. Funga macho yako, Holy Ghost. Watu waendelee na maombi, wale wako chini ya channel na wao. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, in the name of Jesus. Fungua kila pepo chafu, kila roho inakosesha amani, kila roho inakosesha furaha, ninaiamuru ukuondoke. Kila tamko limenenwa, kila neno limetamkwa, nimevunja amani yako na ng'oa katika jina la Yesu. Naachilia ukombozi, ukombozi wa damu ya Yesu, ukombozi wa damu ya Yesu, ukombozi wa damu ya Yesu. Fungua, fungua maisha yake, fungua na wende. Vifungo vya giza vunjika, 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 vunjika. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Simama nyuma mama, niletea hao hapa. Tusitoke, tunyoshe mikono yetu, na wale wako chini ya channel na wao Bwana na wahudumia. In the mighty name of Jesus, inua mikono juu. Baba, chochote ambacho kinatesa huyu binti, chochote ambacho Bwana kimekula amani ya maisha yake, chochote ambacho Bwana kimeondolea furaha, na kiamuru kiende. Go, once and for all, out of our body, out of our body, out of this body. Loose and go. Fungua, ena, ena, out, out of our, out of our, go, out of our body. Mwekele mkono kwa tumbo. Loose and go. Fungua, ena, enda kuzimu, enda kuzimu. Fungua maisha mama. Kila pepo ya kuchanganyikiwa, kila roho ya kuchanganyikiwa, fungua, fungua wende, fungua, fungua, go, go, loose, loose and go, loose and go, loose and go, out of our body, out of our body, out of our, out of our, out of our. Wasiende, simameni tu hapo, out of our, go, go, once and for all.
Inua hiyo mikono juu. Watu waendelee kuinua mikono juu. Mshikilieni, endelea kumwombea. Inua mikono. It is done in Jesus name. Receive your miracle. Receive your deliverance. Chochote unachopita broken now. Loose. Loose and go. 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 Fungua. Fungua kwende. Fungua mama. Fungua. 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 Fungua na kwende. Fungua kila. Fungua katika jina la Yesu. Fungua msichana huyu. Fungua. Fungua. Fungua kwa jina la Yesu. Fungua mtoto katika jina la Yesu. Ukombozi juu yako. Ukombozi. 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 Mshikilie. Ukombozi. Ukombozi. Laka mama yanta. Lapaka taraba santa. Inua mkono juu. In the name of Jesus, I release healing power. Every tumor, loose and go. Every tumor, go. Loose and 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 go. Fungua. Fungua mtoto. Fungua kila. Fungua katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu. Naachilia ukombozi. Naachilia uponyaji wa roho, nafsi na mwili wako katika jina la Yesu. Pokea uponyaji wa maisha. Pokea kibali cha Bwana. Kila madhabahu yanopingana nawe na yang'oa katika jina la Yesu. Be thou delivered. Be free. Be free. In the name of Jesus. Anointing of God, anointing of God, anointing of God. Every power is broken. Every chain is broken now. Loose and go, 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 loose and go. In the mighty name of Jesus. Chochote unachopingana nacho, ninakiamuru katika jina la Yesu, kikuachilie mwili, nafsi na roho katika jina la Yesu. Pokea ukombozi, pokea ukombozi, pokea ukombozi, pokea ukombozi, pokea ukombozi wa maisha katika jina la Yesu. Ninakutuma na ushindi, enda ufanikiwe, enda uinuke katika jina la Yesu. Ninaachilia nguvu za Bwana, ukombozi wa Bwana, uwezo na nguvu za Bwana, uwezo na nguvu za Bwana. Kila nira zivunje, kila nira, magonjwa ondoka. Fungua mwili wa mtoto katika jina la Yesu. Naachilia uponyaji, naachilia ukombozi, naachilia uponyaji, naachilia ukombozi katika jina la Yesu. Naachilia ukombozi, naachilia uponyaji.